kwamba weekend hii kuanzia Ijumaa na Jumamosi kutakuwa na michezo ya kimataifa, kwa maana Simba na Yanga atakapoiwakilisha nchi kimataifa. Yanga atakapokuwa anaicheza pale nchini Algeria dhidi ya AS Kabylie, na wekundu Msimbazi Simba atakapokwenda kucheza dhidi ya Stade Malien kutokea pale nchini Mali. Sasa niko na chambuzi la soka kutokea hapa nyumbani Tanzania, Jackie Tactics. Tuko naye hapa kuhakikisha kwamba anatugaia zile tactics kuelekea kwenye mechi hizo za kimataifa. Bwana Jackie, mambo vipi? Safi, kwema. Kama kawaida. Safi. Bwana, kwanza nataka tuanze katika michezo hii ya kimataifa ambayo inaenda kuchezwa kuanzia siku ya Ijumaa na weekend kwa maana ya Jumamosi. Ndio. Yanga anaenda kucheza dhidi ya AS Kabylie, lakini pia wekundu Msimbazi Simba anaenda kucheza dhidi ya Stade Malien kutokea pale nchini Mali. Nataka tathmini yako kuelekea kwenye michezo hii. Tukianza na Young African, tayari wameshaonyesha kwenye game iliyopita dhidi ya FAR Rabat. Tumeona alichokifanya, jinsi ambavyo kwenye mchezo game management yao kwenye maeneo yote mawili, wakiwa na sipokuwa na mpira. Tumeona alichokifanya na walikuwa nyumbani. Ukiwa nyumbani huwa kuna riski kubwa wewe kupoteza, kwa sababu unakuwa wazi zaidi kwa mpinzani mwenyewe kukushambulia, lakini bado Young African alionyesha ubora kuwa na game management ambayo iliyo bora wao wasipokuwa na mpira. Kwa hiyo unaenda ugenini ninachokupima zaidi wewe kwanza ni bora kwenye kulinda. Yes, Young African alionyesha hicho kwenye game iliyopita. Ana hiyo roho ya uvumilivu, kuvumilia shida yoyote ile ambayo anakutana nayo kwenye game. Sasa hivi wameongezeka wachezaji ambao walikuwa ni bora kwenye eneo la kukaba, kuisaidia timu kupress na kuisaidia timu hata kuzuia ikiwa katika eneo la chini. Mara kadhaa ulikuwa ukifuatilia kwenye game zilizopita Young African ya Silver Striker, hata game kabla ya Silver Striker walikuwa na changamoto, ulikuwa ni rahisi zaidi kuwafikia eneo lao la midfield au kufikia kwenye eneo lao la backline, kwenye eneo la mabeki. Kwa nini? Kwa sababu kwanza mstari wa juu ulikuwa unapitika kirahisi, lakini katikati napo ulikuwa unapitika kirahisi kwa sababu ya chaguzi za aina ya viungo ambao walikuwepo pale. Unaanza na kina Duke Abuya, kina Dumbia, Maxi, hawa wote kidogo hawakupatia ubora timu isipokuwa na mpira. Lakini ongezeko la Mudathir haya, umeona kile alichokifanya dhidi ya FAR Rabat, ndio kitu ambacho amekuwa kikifanya kwa msimu uliopita akiwa na Gamondi na kwenye mechi tofauti tofauti. Hata game ya Simba na Yanga kama unakumbuka msimu uliopita game ya mwisho, Mudathir alitumika kama namba 10. Namba 10 lengo kubwa tu kumweka karibu na mstari wa mwanzo wa Simba wakiwa wanaanzisha mashambulizi yao. Na hiyo kwa Mudathir jinsi ambavyo hiyo chaguzi ililipa. Kwa kumweka Mudathir akawa anasaidia kwenye pressing. Na ndio maana Simba mara kadhaa akawa anapiga mpira mirefu kwa sababu ameshindwa kuendeleza hapa chini. Kwa dhidi ya FAR Rabat tunaona FAR Rabat walikuwa na changamoto nyingi kuanzisha mpira kuanzia eneo la nyuma. Kwa nini? Kwa sababu tayari Mudathir alikuwepo, kiongozi, yeye ndio kama dira, ni mchezaji ambaye amekuwa bora kwenye ile eneo. Kwa hiyo unaelekea kwenye game ya kimataifa, unaelekea ugenini. Kwa tayari Yanga ana tayari kitu cha kuanzia kwenye hilo, kwamba ni bora kwenye eneo la uzuiaji. Kinachobakia zaidi ni kwenye eneo la transition. Unafunga vipi ukipata mashambulizi fulani ambayo unakuwa ni machache. Maana tusitegemei kuona kwamba Young African anaweza kaingia kwenye mchezo kutaka hivyo kuwa sehemu kubwa ya mchezo kwa kushambulia zaidi, yeye itakuwa kwenye ulinzi. Kwa upande wa Young African tayari ameshatuonyesha kilicho bora kwenye eneo la ulinzi. Ila kwa upande wa Simba naye ukimwangalia kwenye eneo la ulinzi kidogo kumekuwa na hizo changamoto. Changamoto kadhaa hizo naweza kusema hazijaanza tu kwa huyu kocha. Zimeanza hata kwa Fadu Davis. Unakumbuka msimu uliopita mara kadhaa, ukiacha hata game za kimataifa, game tu yeye na mwasimu wake Young African alikuwa anafunguka kirahisi kuanzia eneo la juu katikati kuja hadi kuikuta ile backline. Kwa hiyo kwenye game ambayo inafuata, naona kwamba bado Simba anatakiwa kuboresha zaidi kwenye eneo lao la uzuiaji. Ukiangalia game tu mfano wa JKT ilikuwa rahisi wao kuwafikia, wanabaki kwenye backline yake na kwa inabakia wachezaji takriban wawili ambao kwa mpinzani kama anashambulia zaidi wachezaji watatu inakuwa ni rahisi. Acha hiyo game ya Gaborone kama unakumbuka, goli ambao Simba waliruhusu ilitokana na penalty ambayo ilisababishwa na nini? Ngao yao eneo la mwisho ilikuwa na wachezaji wachache ambao takriban wawili. Mwisho wa siku Chamoka la bwana anakuja kufanya madhambi kwenye box, inapatikana penalty ambao ndio wanakuja wanaruhusu. Kwa hiyo ukiacha hiyo game unaenda kuangalia game ambayo tena imepita hapa, Simba napo ameruhusu goli. Angalia backline yao ilikuwa imebaki ndani kwa wachezaji wangapi?